Karibu Aisha's Food. Leo nimeweza kuwaleteni jinsi ya kupika pilau kwa njia rahisi kabisa. Yaani hili pilau lilikuwa ni simple, halina korokoro nyingi na ni pilau la viungo vizima. Kwanza nimeweka mafuta, baada ya mafuta kupata moto, nimefuatia kuweka vitunguu maji kama hivyo. Kisha nitavikaanga vitunguu maji mpaka vibadilike rangi viwe golden brown. Usiache vitunguu maji mpaka vikaungua, ni kiasi tu vipate rangi nzuri kama hivyo ambavyo inaonekana, yani vitunguu maji ambavyo vilivyo, na hapo ndiyo ile rangi ambayo nilikuwa nikisubiria tayari vimebadilika vizuri. Nimefuatia kuweka nyama ya ng'ombe ambayo nimechemsha kwa kuwekea kitunguu saumu, tangawizi, chumvi pamoja na soy sauce. Pia nimewekea na maji kidogo kwa ajili ya kuchemshia. Kwa hiyo nyama imeiva vizuri kabisa bila kuweka ndimu, bila kuweka jina moto. Baada ya hapo basi nimefuatia kuweka viungo. Hapo nina pilipili manga, punje 10, star anise, karafuu nimeweka 5, iliki nimeitwanga kidogo nimeweka 4. Hapo nina korianda ya unga kijiko kimoja kidogo cha chai, nina bay leaves pamoja na cumin kijiko kimoja kidogo cha chai. Korianda ya unga nimeweka kwa sababu ya mbadala wa mdalasini. Nitachanganya kiasi, kisha nimefuatia kuweka kitunguu saumu kama hivyo. Kitunguu saumu naweka kijiko kimoja tu, kinakuwa kinatosheleza. Nitachanganya vizuri. Lengo la kuweka hivyo viungo ni kwamba vipate kutoa harufu, kwa sababu star anise na karafuu inakuwa ina harufu kali sana. Kwa hiyo unapokuwa unavipika mapema, ile harufu inakuwa inajitoa taratibu na kuenea, yani inakuwa si kali sana. Baada ya hapo basi nimefuatia kuweka stock ya nyama ambayo nimechemshia pamoja, ilikuwa yani yale maji ya nyama, ama wengi tumezoea kuita supu ya nyama ya ng'ombe. Okay, basi ndio hiyo supu ya nyama ya ng'ombe. Nimeweka vikombe 3. Kisha baada ya hapo basi nitaacha jikoni, na kisha baada ya kuchemkia vizuri kama hivyo ambavyo inaonekana, nimefuatia kuweka viazi mbatata ambavyo nimevimenya kama hivyo. Utavikatakata, ukiona ni makubwa sana utakatakata kiasi ambacho unataka. Kisha nimeongezea kuweka njegere hizo frozen kama hivyo ambavyo unaona katika video. Na baada ya hapo basi nitaacha jikoni ipate kuchemkia taratibu. Weka moto mdogo mdogo, usiweke moto mkali sana. Lengo ni kwamba viazi vipate kuiva. Kisha nimefuatia kwa kuweka mchele kama hivyo ambavyo inaonekana. Huo mchele nimepima vikombe 3. Niliuroweka na chumvi. Na kisha baada ya hapo nitachanganya kama hivyo, yani tu kiasi mchele uchanganyike vizuri na maji, na nitaacha jikoni kwa muda wa dakika 5. Kisha hakikisha kwamba maji yamepungua vizuri na unapika kwa moto mdogo mdogo. Nitageuza kama hivyo ambavyo inaonekana. Ukiweka kwa moto mkali sana, chakula chako kitapelekea kuungua chini ama kushika chini kabla mchele wako haujaiva, na pia kabla viazi havijaiva. Kisha baada ya hapo basi nimeacha tena kwa muda wa dakika 5, na kisha pilau langu liko tayari kama hivyo ambavyo inaonekana. Hakikisha pia viazi viwe vimeiva vizuri. Usije ukala viazi vikiwa bado havijaiva. Hakikisha viazi vinaiva vizuri na vimelainika kama hivyo ambavyo inaonekana. Na mpaka kufikia hapo nakuwa nimemaliza kupika pilau. Pilau hili ni simple sana, lilikuwa ni tamu, nilienjoy. Na kama ni mara kwa kwanza kukutana na channel hii, na kusihi ndugu yangu usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na marafiki, bila kusahau matangazo ya mdomo kwa ndugu jamaa na marafiki, na wakaribisheni sana. I hope utajaribu hii recipe na utaipenda. Bye.